Naam, kinachoendelea Mashariki ya Kati mchana huu tunaambiwa kwamba vifo vimepindukia takriban 2500 kule Neymar baada ya tetemeko la ardhi. Utawala wa kijeshi nchini Neymar umesema idadi ya vifo imeongezeka hadi kufikia watu 2719 baada ya tetemeko kubwa la ardhi ambalo lilipiga nchi hiyo, na kuongeza kuwa idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka zaidi kati ya vifo takriban 3000. Kwa mujibu wa kiongozi wa kijeshi nchini Neymar, Min Aung, amesema kwamba kufuatia mkasa huo zaidi ya watu takribani 4500 wamejeruhiwa, huku wengine takribani 440 hawajulikani walipo, na matumaini ya kuwapata yakiwa yako chini zaidi. Juhudi za uokoaji bado zinaendelea, na mapema siku ya jana Jumanne vikosi vya uokoaji vilimwokoa mwanamke mwenye umri wa miaka 63 kutoka katika vifusi, huku matumaini zaidi ya kuwapata manusura wengine yakiendelea kupungua baada ya saa 72 za uokoaji. Tetemeko hilo la ardhi lilitokea siku ya Ijumaa likiwa na ukubwa wa kipimo cha 7.7, likiathiri zaidi katika miji ya Shanghai pamoja na Mandalay ambao ni wa pili kwa ukubwa katika nchi hiyo. Maeneo mengi ya ardhi ambayo yameathirika na tetemeko hilo yameachwa katika hali mbaya zaidi, ikiwemo uharibifu wa miundombinu ikiwemo umeme, barabara pamoja na madaraja. Wanasema huduma za kiutu zinaendelea kuzorota, huku mashirika ya kimataifa yakiingilia kati kufanikisha huduma nchini humo ikiwemo chakula, dawa, maji safi kwa waathirika wa tetemeko hilo. Mashirika kadhaa ya kimkakati ya misaada ya kiutu yanaripoti juu ya ukosefu mkubwa wa maji safi, madawa pamoja na makazi baada ya tetemeko ambalo limesababisha hasara kubwa ya miundombinu muhimu ikiwemo vifo vya zaidi ya watu 2700. Markus Kopraz, miratibu ya misaada ya OCHA nchini Neymar, amewaambia waandishi wa habari kwa njia ya video kwamba kuna uhaba mkubwa wa mahitaji muhimu ikiwemo maji pamoja na makazi kwa waathirika. Muda wa uokoaji wa dharura unapungua, hakuna mahema, maji safi wala dawa, alisema. Mashirika hayo ya Umoja wa Mataifa yanaendeleza kuweka wasiwasi wao kuhusu ukosefu wa mahitaji ya misingi ikiwemo maji safi pamoja na uwezekano wa kuzuka kwa magonjwa ya mlipuko ikiwemo kipindupindu. Wanasema kwamba hali sio nzuri kwa sasa, hitaji kubwa ni maji, hali ya hewa ni joto kali sana, mabomba pamoja na matanki ya maji taka yameharibika, alisema Julia Reyes, naibu mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto la UNICEF. Katika upande wake, shirika la afya duniani WHO limeripoti juu ya hospitali kuzidiwa na wagonjwa, huku dawa zikikaribia kuisha, na wakati shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia wakimbizi la UNHCR likielezea hali hiyo ni kama janga kubwa la kibinadamu. Tayari misaada ya dharura kwa awamu ya kwanza ikiwemo mahema, mablanketi ya kujifunika pamoja na vyandarua kwa ajili ya kujikinga na mbu yamepelekwa kwa waathiriwa. Hata hivyo, juhudi za kufikisha misaada katika maeneo ambayo yameathirika zinakwamishwa na uharibifu mkubwa wa miundombinu na hatari ya vilipuzi ambavyo vimetegwa ardhini kutokana na vita vya miaka 4 iliyopita. Neymar imekuwa katika hali ya machafuko tangu mapinduzi ya kijeshi ya mwaka wa 2021 ambapo jeshi liliondoa madarakani serikali ambayo ilichaguliwa kidemokrasia ambayo iliongozwa na mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Aung San Suu Kyi. Wanasema machafuko hayo yamesababisha uasi wa silaha dhidi ya jeshi pamoja na kuwalazimu zaidi ya watu milioni 3.5 kuyakimbia makazi yao. Hayo mpenzi mtazamaji ndo ambayo yanaendelea mchana huu kule Neymar. Tutoke basi kule kidogo twende tukaangalie pia kinachoendelea pale India pale tunaambia watu takriban 21 wamefariki kutokana na mlipuko wa ghala la baruti. Watu 21 wamepoteza maisha baada ya mlipuko ambao ulifuatiwa na moto katika ghala kubwa la baruti magharibi mwa India. Vyombo vya habari vya huko vimeripoti kwamba kwenye mkasa huo ambao ulitokea siku ya jana watu wengine 6 waliuawa. Mratibu katika wilaya ya Banaskanta, Mijli Patel, amesema kwamba nguvu ya mlipuko huo ilikuwa ni kubwa sana kiasi cha kuwasukuma watu umbali wa mita takriban 300 kutoka katika eneo la tukio. Majengo kadhaa
yameporomoka na mlipuko huo na kuwafikia watu katika vifusi. Polisi inasema wengi wa watu ambao wameathirika na mkasa huo ni wafanyakazi wa ghala hilo. Pia wanasema matukio kama hayo yamekuwa yakitokea mara kwa mara nchini India, ambako viwango vya usalama kwa wafanyakazi ni vya chini sana. Penzi mtazamaji, hayo ni majanga ambayo pia yamekumba nchi ya India. Basi tutoke huko pia twende moja kwa moja Ulaya, ambapo moja kwa moja tunakwenda katika mkasa ambao unaendelea kati ya Ukraine pamoja na Urusi, ambapo tunaambiwa wakuu wa majeshi wa magharibi wanajadili jinsi hali ambayo inaendelea pale nchini Ukraine. Wakuu wa majeshi wa mataifa magharibi wanatarajiwa kujadiliana uwezekano wa kutuma wanajeshi nchini Ukraine katika mkutano wao wa Ijumaa wiki hii, kwa mujibu wa Rais Zelensky. Akizungumza na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani ambaye amemaliza muda wake, Annalena Baerbock, alisema hapo siku jana kwamba kundi dogo la nchi hizo liko tayari kutuma vikosi vyao nchini Ukraine. Zelensky amesema kwamba mkutano huo unawajumuisha wakuu wa majeshi wa nchi yake, Ufaransa pamoja na Uingereza, mataifa mawili ambayo yameonyesha utayari kabisa wa kutuma wanajeshi wake kupitia kile ambacho anakiita kwamba ni muungano wenye dhamira ili kusimamia usitishaji wa mapigano ambao unatazamiwa kupatikana kupitia juhudi za Marekani. Hata hivyo, Urusi inapinga kutumwa kwa wanajeshi wowote kutokea katika mataifa ya muungano wa kijeshi wa NATO. Ujerumani imeweka bayana kuwa haitoshiriki. Na wakati huo huo, mjumbe maalum wa Urusi kukutana pia na mwenzake wa Marekani. Mjumbe wa ngazi ya juu kabisa wa Urusi anatazamiwa kuwasili nchini Marekani wiki hii kwa mazungumzo na utawala wa Trump, kwa mujibu wa vyombo au na vyanzo vilivyoko karibu kabisa na mpango huo. Chris Dmytryk ambaye ni mkuu wa hazina ya fedha ya kigeni ya Urusi, ambaye aliteuliwa mwezi uliopita kuwa ni mjumbe maalum kwenye masuala ya uchumi wa kimataifa pamoja na ushirikiano na uwekezaji, atakutana na mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff, kwa mujibu wa vyanzo hivyo. Witkoff anatazamiwa kuzungumzia njia ya kuimarisha uhusiano wa nchi zao. Wakati huo huo, anakwambia wakisaka njia ya kukomesha vita nchini Ukraine. Wanasema ziara ya kiongozi huyo ni ya kwanza kufanywa na afisa wa ngazi ya juu kabisa wa Urusi mjini Washington DC tangu Urusi ilipoivamia Ukraine mwaka wa 2022. Na penzi mtazamaji, wakati hayo yakiwa yanaendelea, Marekani imeziamrisha nchi za Ulaya kuendelea kununua silaha zake. Maafisa wa Marekani wamewaambia washirika wa Ulaya kwamba Washington DC inatarajia waendelee kununua silaha za Marekani, huku kukiwa na mipango ya Umoja wa Ulaya kupunguza ushiriki wa utengenezaji wa silaha wa Marekani katika zabuni, Reuters imeripoti na ikinukuu vyanzo vyake vyenyewe. Mamlaka ya Umoja wa Ulaya kwa kuzuia ununuzi wa aina fulani za silaha kutoka Marekani wanataka kuchochea maendeleo ya sekta yao ya ulinzi. Shirika hilo limebainisha hayo. Hii inawezeshwa na hatua katika utawala wa Donald Trump, ambapo ulihoji wanakuambia Europa juu ya kutegemea sana Marekani. Kwa mujibu wa Reuters, katikati ya mwezi Machi, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio aliwaambia mawaziri wa mambo ya nje wa Romania, Latvia pamoja na Estonia kwamba Marekani inataka kuendelea kushiriki katika vifaa vya ulinzi vya Umoja wa Ulaya. Ni hayo ambayo nilikuwa nimekuandalia mchana huu hapa leo, moja kwa moja kutoka katika channel yako hii hapa ya Mpimbwe Home. Endelea kufuatilia channel yako hii hapa kwa habari zaidi.